Klabu ya Simba imefeli kwenye maamuzi. Tunasema ni quick, fast na right decision ambayo huwa yanafanyika kwenye sajili kama hizi, hasa dirisha dogo na dirisha kubwa la usajili. Klabu ya Simba kama unakumbuka imekuwa ikihusishwa na wachezaji kadha wa kadha, lakini mwisho wa siku wachezaji hao imekuwa ikiwakosa, na hii imekuwa ni muendelezo kwa mchezaji Starboy Alan Okello kutoka Vipers ya Uganda, mchezaji ambaye amesumbua sana kwenye mashindano ya CHAN akiwa na timu ya taifa ya Uganda, lakini pia mchezaji ambaye umemwona kwenye AFCON ya pale nchini Morocco, ameweza kusaidia timu yake pakubwa na amesumbua sana kwenye uchezaji wake. Ukiangalia mchezaji huyu ubora wake passing, ni good passer, ni mchezaji bora, ana uwezo mkubwa sana wa kupiga pass. Ni miongoni mwa washambuliaji hatari ambao tunasema ni good passer kitaalamu, manake ni wapigaji pass wazuri ambao unazungumzia Iniesta, Xavi, unazungumzia mtu kama kina Rodri, Cesc Fabregas, wachezaji wa caliber hiyo. Lakini pia mchezaji huyu sifa yake nyingine ni speed, namna ambavyo anakimbia, tunasema dribbling yake, running with ball, dribbling with speed, with anticipation kwenye maeneo yote ya wide space au maeneo ya flanks au kwenye eneo la centralization area kwenye pitch. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kukimbia na mpira, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kumiliki mpira mguuni na uweze kuutoa, otherwise labda umchezee lafu. Alan Okello ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga, manake ile opportunity to scoring goal ni kubwa kwa Alan Okello. Uwezekano wa kufunga magoli ni mkubwa, na ukiangalia akiwa na Vipers ya nchini Uganda amefunga magoli mengi sana na ameonekana mwiba kweli kweli kwa timu pinzani ambazo anakutana nazo. Lakini pia akiwa timu yake taifa kwenye mashindano ya CHAN amefunga magoli kadhaa, mashindano ambayo yameisha hivi karibuni, ambayo Tanzania, Kenya, Uganda walikuwa ni host au waandaji wa mashindano hayo. Alan Okello pia ni mzuri kwenye create nafasi, is a good chance creator, maana yake kuzungumzia wale top assist wa nchini Uganda msimu uliopita na msimu huu. Alan Okello is one of the best player ambaye anahusishwa au unaweza kusema ana namba nzuri au takwimu bora kwenye masuala zima la creation. Kumbuka, huwezi kufanikiwa kufunga uwanjani au kupata ushindi au kuscore goli kama hauna mshambuliaji au eneo la kiungo namba 10 halifanyi bora. Lakini Alan Okello amekuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi na hatimaye nafasi hizo zikatengenezwa kuwa magoli. Lakini pia mwenyewe ana uwezo wa kuamua game ikiwa ngumu. Alan Okello amekuwa ni mtu ambaye ana ile maamuzi binafsi ya kuamua mchezo. Maana yake ukizungumzia X factor ambaye Fadlu Davis alikuwa akizungumzia mara baada au kabla ya kuondoka ndani ya klabu ya Simba, alikuwa akisema Simba ni timu ambayo inakosa wachezaji wenye X factor kama unavyozungumzia Pacome, Elie Mpanzu, Kibisawara, labda Max Ngeli mpia. Leo Yanga ameongeza X factor nyingine ambayo ni Alan Okello. Ni mchezaji ambaye timu ikikabwa, timu ikiwa mazingira magumu, anaweza kaamua personally kwa uwezo ambao wanao, timu ikaweza kupata, akibeba mabegani na timu ikapata matokeo. Maana yake ukiwa kwenye uwanja, ndani ya uwanja unacheza mpira, inawezekana kabisa mwalimu akaishiwa mbinu kwenye benchi la ufundi, labda head coach, assistant coach wakaishiwa mbinu, lakini ukikaa kuna mchezaji leader uwanjani ambaye anachukua majukumu ya walimu, majukumu ya uongozi na kuchukua majukumu hayo na akabeba timu uwanjani na kuweza kuiamua game. Ndio Alan Okello ambaye ametua pale ndani ya viunga vya Yanga Afrika mara baada ya kusajiliwa saa 5 usiku siku ya jana. Dr. Mohamed Hamisi mzee wa Cuba, sikupata usingizi, of course usingizi uliondoka, usingizi ukaisha ukakata. Nikaanza kujiuliza, Alan huyu Okello ametua Yanga hii ni masimango na alikamo yake, nitafanyaje? Sura yangu mimi nitaiweka wapi? Yani una Alan Okello, una Pacome, una Max Ngeli mpia, huyu alikamo ataniacha salama? Haya masimango alikamo ndio tuwekewa bango nchi nzima. Of course nilikosa usingizi baada ya kujua Yanga wamepata mchezaji bora sana. Alan Okello is one of the best player ambaye Yanga Afrika wamempata. Kimsingi hata si Simba tulimtaka Alan Okello na request zikakwenda, mazungumzo yakaanza, lakini finally ambaye ameweza kuachieve hilo dili ni Yanga Afrika, na sijui ni kwa sababu gani au ni sababu zipi ambazo zilipelekea tumkose Alan Okello. Labda ni kwa sababu labda mchezaji mwenyewe au offer tuliyopeleka ilikuwa ndogo au vitu vingine au hakuwa hitaji la timu baadaye, kitu kama hicho. Lakini ukiangalia Alan Okello umuhimu wake nini, anakuja kuongeza kwenye cost ya Yanga, maana yake anakuja kuongeza ule eneo la ushambuliaji kulifanya kuwa hatari zaidi. Nikimfikiria God Yanga, Kevo, mwalimu Yanga, Kizenga, Nasoro Yanga, Kigeregere, Fumau Mshairi, ndio hapo pressure inazidi kunipanda. Sura yangu nitaiweka wapi? Tarehe 1 mwezi wa 3
Simba na Yanga, dabi ya Kariakoo Benjamin Mkapa majira saa 11. Mbaya zaidi mechi hiyo tuombe Mungu tushinde. Je, tukifungwa na akaifunga goli akawa ni Alan Okero, sura yangu utaiweka wapi? Hapo tu eneo ambalo tunafeli Simba ni kwenye eneo la maamuzi. Yaani kwamba tunakwenda sokoni kugombania mchezaji, nani anafanya maamuzi ya mwisho? Hapo ndipo tunapofeli. Wenzetu na maamuzi ya haraka zaidi kuliko sisi. Sisi tumekuwa maamuzi yetu yanategemea vikao vingi, fulani aamue, fulani aamue. Lakini wenzetu wana mtu mmoja tu wa kuamua. Wakimtaka mchezaji anaamua engineer, anachukuliwa. Sisi akimtaka mchezaji paka aite kwenye bodi, wajumbe wakae wajadili, aambiwe bosi mwekezaji ni leo. Tunakuwa tushachelewa. Kwa hiyo kimsingi nadhani sisi kuna jambo la kuliendea, kulibadilisha hasa kwenye sajili. Tuwe na mtu mmoja wa kufanya maamuzi ya usajili wa mwisho. Tusiona vikao vingi ambavyo vitakuja kutucheleweshia kupata dili ambazo zinakuwa ni bora kama hizi saini za kina Aziz Ki au saini ya Alan Okero. Tuwe na vikao vichache au mtu mmoja tumpendekeze ambaye atatoka kwenye management ambao atakuwa kazi yake ni kufinalize hizi saini ambazo zinakuwa tunazihitaji ili kukwepa kuchelewa. Na sababu wakati mwingine unapokuwa kwenye hii transfer window, kwa mfano dirisha dogo, muda hautoshi, ni siku 30 tu. Imefunguliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza, inafungwa tarehe 30 mwezi wa kwanza. Maana yake watu wanakimbizana na ubora, kuandaa vikosi, CAF Champions League inakuja, shirikisho inakuja, watu kutoka AFCON inaendelea bado. Kwa hiyo hata mchezaji mwenyewe anataka afanye maamuzi haraka na management kwa ajili ya kuangalia karia yake anakwenda wapi kwenye timu yake. Lazima awe na machaguo. Sasa ukianza kumwekea vikao vingi, anakuwa hana uhakika na wewe. Lakini ukimwambia bwana, sikiliza, sisi tunakutaka, mkataba huu hapa, ofa yetu hii hapa, mshahara wetu hapa, hela hii hapa, njoo sign hapa, hawezi kukataa. Mimi nadhani ifike pahala klabu ya Simba tuamue, tuwe na mtu mmoja ambaye atakuwa ndo final say wa kila kitu, kwamba namtaka Dr. Mohamed Hamisi aje kuliko changu, basi yeye ndo anaidhinisha hapo na hakuna mwingine kupinga, anakuja kucheza kwa ajili ya klabu. Kwa hiyo tukiwa na vikao vingi tutachelewa, tutaendelea kuchelewa na tutakosa wachezaji wazuri kama hawa. Nadhani kwanza wanatakiwa tushirikishe wanachama. Unajua hii timu ni ya wanachama. Sio timu ya viongozi wala sio timu ya mtu, ni timu ya wanachama. Sisi wanachama tukiwa wakali, wanachama tukiwa makini kutoa ushauri na maoni kwa viongozi wetu, tukiwaambia nini tunataka, nadhani wenyewe wataona kuna haja ya kufanya jambo kwa ajili ya hawa wanachama. Sisi wenyewe tukigawanyika, tukiwa hatuna meno, tukiwa hatuna kauli, manake viongozi wanaweza kujisahau na wasijue majukumu yao. Kikubwa ni kwamba wanachama tuwakumbushe majukumu viongozi ambao wanatakiwa kufanya, hasa kwa dirisha la usajili. Klabu hii ya Simba tulionayo ndio timu tunayoitaka sisi. Hii klabu ambayo tunayo kwa sasa hivi ndio klabu ambayo inaweza kutuvusha hatua ya robo finali. Tukijiuliza maswali ya msingi kama hayo, lazima tushtuke mapema kwamba kuna haja ya kufanya maboresho makubwa. Mimi juzi nilikuwa pale uwanjani New Amani Complex. Baada ya game kumalizika, niliongea na baadhi ya viongozi, kauliza jamani, hii timu ndio itakayotuvusha kwenda kwenye group stage? Wakaniambia tuombe Mungu. Manake hata wenyewe wanakuwa hawana uhakika ya timu yetu. Kikubwa viongozi wa klabu yetu ya Simba wafanye kila linalowezekana kushirikisha wanachama na wadau mbalimbali ili timu yetu iweze kurudi kwenye ubora. Unanielewa? Wasinganganie tu mawazo yao kwamba ndio sahihi. Kuna wanachama na mawazo mazuri sana ambao inaweza kaisaidia klabu ili tukafanikiwa wote kwa pamoja. Sababu lengo ni kuiona timu yetu ikifanyaje? Ikifanikiwa